kitabu kile cha Luka 8 mstari ule wa 43 anasema, na mwanamke mmoja ambaye ametokwa na damu muda wa miaka 12 aliyekuwa amegharamiwa mali zake zote kwa kuwapa waganga asipate kuponywa na mtu yeyote, alikwenda nyuma yake akaugusa upindo wa vazi lake, na mara hiyo kutoka damu kwake kulikoma. Yesu akasema, ni nani aliyenigusa? Basi watu wote waliokutana walipokana, Petro akamwambia, Bwana mkubwa, makutano haya wanakuzunguka na kukuzonga. Yesu akasema, mtu alinigusa, maana naona ya kuwa nguvu zimenitoka. Yule mwanamke alipoona ya kwamba hawezi kusitirika, akaja akitetemeka, akaanguka mbele yake, akamweleza mbele ya watu wote sababu yake ya kumgusa na jinsi alivyoponywa mara. Akamwambia, binti, imani yako imekuponya, enenda zako na amani. Somo la usiku wa leo linasema, umegusa kweli? Rafiki yangu, huenda umegusa vitu vingi sana katika maisha yako, lakini jioni ya leo na usiku wa leo ninakujia na somo zuri linalosema umegusa kweli? Rafiki yangu, nataka nikwambie kama makini kuweza kusikia. Katika mwaka 1990 kule Tanga kulitokea na mwinjilisti mmoja ambaye yeye alikuwa ametokea Kenya, na huyo mwinjilisti alikuwa ana nguvu ya kuponya. Watu walikuwa wakimwendea na makutano wanamsogelea, wengi walikuwa wanafanyiwa miujiza na kuweza kuponywa. Lakini siku moja akiwa Tanga na makutano mengi wakiwa wanamzonga mzonga, na dada au mama mmoja ambaye alikuwa na watoto watatu ambaye alikuwa anaitwa Asha, alikuwa amepooza miguu yake, ilikuwa inakufa ganzi. Na aliposikia habari za huyo mwinjilisti au mtu wa Mungu ambaye anatenda miujiza, aliweza kwenda katika huo mkutano, na mara watu walikuwa wakiombewa, watu walikuwa wakimshika, lakini yule mwanamke naye alitamani kuweza kumgusa huyu mwinjilisti. Akawa anasogea karibu, anajivuta, akawa anasogea karibu, anajivuta. Akasema kwamba ninatamani hata kama hata niombea huyu mwinjilisti, ili hali tu nimegusa koti lake, naamini nitapona. Somo la jioni na usiku wa leo linasema, ni kweli au umegusa kweli? Rafiki yangu, umegusa kweli? Katika kitabu kile cha Luka 8 tunaona jinsi mwanamke huyu ambaye aligusa pindo la vazi la Yesu. Lakini habari hii hauishi tu kuipata katika kitabu cha Luka. Hii habari utaikuta katika kitabu cha Mathayo, lakini habari hii utaikuta tena katika kitabu kile cha Marko. Kwa nini hizi habari zote zinaandikwa katika vitabu vya Injili hivi vitatu? Maana hawa wanafunzi walikuwa wakitembea pamoja, lakini walikuwa katika mazingira mara nyingi ya sehemu moja. Kwa hiyo kila mwandishi au kila mwanafunzi amejaribu kuandika historia hii. Lakini ukisoma kitabu kile cha Mathayo, anasema yule mwanamke alienda akagusa vazi la Yesu na akapona. Lakini ukisoma katika kitabu kile cha Marko, naye anasema huyu mwanamke alienda akagusa vazi la Yesu akapona. Lakini tunapokuja katika kitabu cha Luka, huyu ambaye alikuwa ni daktari, mimi nimetamani tutumie kitabu cha Luka. Luka anasema alienda akagusa upindo wa vazi la Yesu naye akapona. Hapo nitakwambia kwa nini nimechagua hili fungu. Kwa nini nimechagua hili fungu linalosema aliweza kugusa upindo wa vazi lake na akapona, na sio akagusa vazi la Yesu akapona. Tutaenda kuona ni kwa nini. Kitabu cha Luka kinaanza kwa kuelezea matukio mbalimbali. Wakati huo tukirudi nyuma kidogo, tunaona Yesu akiwa na makutano, aliwalisha anasema wanaume 5,000, hapo watoto hawahesabiki.
na wanawake hawahesabiki, anawalisha kwa mikate michache na samaki wachache, na watu wanakula hicho chakula na watu wanakisaza. Rafiki yangu, nataka nikwambie, huenda watu wengi walikuwa wanamfuata Yesu kwa sababu ya chakula, na ndiyo maana wanaposikia hizi habari ya kwamba Yesu amepita mahali fulani, walitamani waweze kupata muujiza. Huenda wengine walikuwa wakiwafuata kwa ajili ya kupata chakula, lakini huenda wengine walikuwa wanamfuata Yesu kwa ajili ya kuhitaji kupewa miujiza. Wengine walihitaji pengine kumfuata Yesu, huenda watamani tu kumuona Yesu jinsi alivyovaa na sura yake, maana wamesikia habari nyingi akiwa anawaponya vipofu. Lakini nataka nikwambie, ajenda ya huyu mwanamke haikuwa kupata chakula, haikuwa kumuona tu Yesu, maana ajenda ya huyu mwanamke ilikuwa ni kuhitaji kuponywa. Rafiki yangu, katika usiku wa leo nataka nikwambie ya kwamba ajenda yako kwa Yesu isiwe vinginevyo. Ajenda yako kwa Yesu iwe ni kupata wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Na waona watu wengi wakiwa wanapata chakula, na wanapomaliza kula chakula, basi wanafunzi wa Yesu, maana wanaambiwa na Yesu ya kwamba vukeni ng'ambo watangulie, yeye akaenda faragani kwa ajili ya kuomba. Anapoanza kuomba, wanafunzi wake wanapita wanaenda ng'ambo, na ndipo baadaye na Yesu naye akavuka anaenda ng'ambo. Sasa anapovuka, makutano walioko kule ng'ambo nao walikuwa wamesikia habari za Yesu. Kwa hiyo Yesu anapofika mahali wanakuta watu wamekusanyika, watu wanamsubiri, na wanapomsubiri wanaanza kutembea, na hapo unakutana na baba mmoja ambaye anaitwa Yairo. Biblia limeeleza kwamba alikuwa ni mkuu wa sinagogi. Maana yake nini? Huyu mkuu wa sinagogi leo tungesema huyu ni mzee wa kanisa. Na nilipoenda kusoma zaidi katika kitabu hiki kumhusu huyu Yairo, inasemekana kwamba alikuwa ni mtu mashuhuri sana kwa Wayahudi. Alikuwa ni mtu tajiri, alikuwa ni mtu mwenye heshima. Sasa huyu Yairo anakimbia, anamfuata Yesu, na anapomfuata Yesu anahitaji aweze kupatiwa msaada, maana mtoto wake alikuwa ameumwa sana na amelala kitandani, hajiwezi, anakaribia kufa. Na ndipo Biblia inanambia kwamba Yairo anakimbia na kuanguka miguuni kwa Yesu. Rafiki yangu, nataka nikwambie, huenda kwamba una fedha nyingi sana, huenda kwamba una magari V8, Land Cruiser na magari mengine mengi ambayo watu wengine wanapokuona wanakuheshimu. Huenda una viwanda huku na kule, huenda una mali nyingi. Rafiki yangu, nataka nikwambie, hivyo visikupe kiburi kuanguka miguuni pa Yesu. Haleluya. Wapo wengine kanisani wanapoenda hawatamani hata kupiga magoti, lakini nataka nikwambie rafiki yangu, haijalishi upo katika hali gani, unapokuwa miguuni pa Yesu, kubali kunyenyekea. Sasa hapa tunakutana na kitu kimoja, tunasema kwa wale wasomi tunaita interlude. Ni kisa ambacho kilikuwa kimeanza, kinaendelea, lakini kabla hakijaisha tunakutana na kisa kingine. Sasa kile kisa cha kwanza kinaenda kumalizika kule mwishoni. Sasa tunakutana na interlude ya huyu mwanamke ambaye anatokwa na damu, naye akiwa anahitaji kupata uponyaji. Wapendwa, nataka nikwambie, huyu mwanamke alikuwa ameumwa muda wa miaka 12. Najaribu kupiga picha hapa. Huenda huyu mwanamke alikuwa amelala kitandani kwake, huenda amesikia kelele na taarifa mbalimbali za watu wakiwa wanatembea kule nje na makutano wanatembea. Huenda ni jirani yake alimpa taarifa ya kwamba huyu Yesu anapita katika eneo la kwetu siku ya leo. Lakini nataka nikwambie ya kwamba huyu mwanamke hakuweza kukata tamaa. Rafiki yangu, huyu mwanamke, jambo ambalo unatakiwa kulielewa ya kwamba huyu mwanamke, Biblia inasema kwamba alikuwa amegharamikiwa muda wa miaka mingi, amemtumia mali zake kwa waganga. Lakini ninaposoma Biblia hapa ya Kiingereza haisemi alienda kwa waganga wa kienyeji. Biblia yangu inasema alienda kwa waganga au wataalamu wa mahospitalini, physician. Jioni ya leo na usiku wa leo, huenda kuna mtu ananisikia, kuna nyakati amehisi kukata tamaa, huenda amekosa msaada, na ndipo anaamua kukimbilia kwa waganga wa kienyeji. Rafiki yangu, nataka nikwambie, acha kukimbilia kwa waganga wa kienyeji. Yupo Yesu ambaye jioni na usiku leo anaweza kuiponya shida yake.